Mtazamaji, unaitazama Dribble Sports, tisha sana. Mimi naitwa Christopher Beda na hapa nipo na mzee wa data Ramadhani Mbwaduke. Naam, tunazungumza habari za kimichezo. Na mzee wa data. Naam. Siku chache zilizopita Simba wameingia kibabe hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika. Furaha imekuwa ni kubwa kwa viongozi pamoja na mashabiki. Naam. Na kwa upande wa Simba imekuwa kama ni kawaida kwa upande wao kuingia hatua za makundi, robo finali, mara nyingi wakiwa wanafanya hivyo. Lakini sasa nataka nizungumzie kwenye engo ama upande wa fedha. Pengine katika hii hatua ambayo Simba wameiendea, je, kuna lolote kwenye swala zima la fedha wamelipata? Kabisa. Kwenye michuano ya CAF ligi ya mabingwa barani Afrika siku zote huambatana na fedha. Tena hivi karibuni wameongeza zaidi. Zamani ilikuwa kwenye hatua za awali, zile preliminary stage, hatua za awali, hatua ya pili ya awali, hakukuwa na kitu bali mpaka uingie hatua ya makundi. Lakini hivi sasa chini ya utawala wa Rais Dr. Patrice Motsepe, rais wa CAF, shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika, wamewezesha kwamba klabu katika hizi hatua za awali wanapata fedha ambazo zinasaidia kupunguza makali ya gharama za uendeshaji, ambayo ni dola 100,000 za Kimarekani pale unapoishia hizi hatua za awali. Lakini ukiingia hatua ya makundi, fedha sasa zinaongezeka. Huko ndo kuna fedha haswa, na wanufaika ni pamoja na wekundu na Msimbazi Simba uliowataja. Kitendo tu cha kuingia katika hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika tayari washajihakikishia fedha. Na utaratibu wa CAF ilivyo ni kwamba kwenye hatua ya makundi ukimaliza mkiani, maana zinakuwa timu 4 katika kila kundi, makundi yako 4, kundi A tunatambua vizuri, kundi B, kundi C na kundi B. Sasa kwenye kundi utakalo kuwapo, ukimaliza mkiani unapata dola za Kimarekani 700,000. Ukiwa wa pili kutoka mkiani, kwa lugha nyingine watatu kwenye msimamo, unapata kiasi hicho cha dola za Kimarekani 700,000. Ukiwa miongoni mwa zile timu mbili za juu ambazo zimefuzwa hatua ya robo finali, unapata dola za Kimarekani 900,000. Lakini ukienda nusu finali unapata dola za Kimarekani 1,100,000 na 200,000. Finali unapata dola za Kimarekani 2,000,000. Bingwa unapata dola za Kimarekani 4,000,000. Ndio fedha hizi unazouliza ndivyo zilivyo hivi. Sasa Simba kama ilivyo kwa klabu nyingine zote ambazo tayari zimeshafuzu kwenye hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika, fedha za uhakika ambazo kila mmoja anazo mpaka sasa ni dola za Kimarekani 700,000. Unajua kwa sababu gani Chris? Ni kwamba ni nafasi ya mkiani. Kwa kila mmoja walau ana uhakika nafasi ya mkiani hawezi kuikosa. Si unajua? Ndio, yeyote ukiingia nafasi ya mkiani huwezi kuikosa kwa sababu si umeingia. Isipokuwa unachoenda kukifanya kupambana sasa usimalize mkiani, uwe miongoni mwa zile mbili za juu ili uende robo finali ambako utapata fedha nyingi zaidi ambazo ni dola 900,000. Kwa hiyo furaha walionayo mashabiki wa wekundu na Msimbazi Simba wa Tanzania kwa kuona miongoni mwa wawakilishi wao katika ligi ya mabingwa barani Afrika Simba mnyama amefuzu, lakini kuna nyongeza ya hii nafuu ya kifedha ambayo klabu inapata, kwa sababu tunatambua mpira wa miguu uendeshaji wake ni gharama kubwa sana. Sasa wanapopata fedha za namna hii zinawapunguzia makali ya uendeshaji wa shughuli za klabu. Hiki ndio ninachoweza kusema. Sasa tunapozungumza dola 700,000 za Kimarekani kwa mbadilishano wa fedha wa siku ambayo waliwatoa Nsingizini Hotspur rasmi kwa ushindi wa jumla mabao 3-0, kwa sababu tunakumbuka walipokwenda kucheza ugenini kule Eswatini Simba walishinda 3-0. Kwa Mkapa jijini Dar es Salaam, kocha Mandla Davis Kogi wa Nsingizini Hotspur mipango yake ikawa kucontrol damage ilivyoonekana alivyokuwa anacheza uwanjani, kwamba wasifungwe tena, kwamba wasifungwe mabao mengi, kwa sababu washafungwa 3-0 nyumbani. Kwa michuano ya CAF unajua kuna faida bao la ugenini. Kama ungekuwa wamedhamiria kushinda tungeona uwanjani wakishambulia sana, kwa sababu wanatafuta kupindua meza kibabe kama alivyosema kabla ya mechi. Lakini kwenye mchezo ilionekana dhahiri kwamba ama ni mpango kazi au walilazimishwa na Simba ya meneja Dimitar Pantev, kwa sababu walikuwa wanazuia zaidi na wakafanikiwa. Mechi kaisha bila ambayo kwenye mechi za CAF mtoano mechi moja ni kama nusu kipindi. Kwa hiyo kile kipindi nusu kipindi ya kule Eswatini Simba kashinda 3-0 kibabe. Kwa Mkapa wao wamejitutumua kuhakikisha wafungwi tena, lakini mwisho wa siku inaangaliwa matokeo ya mechi zote mbili, Simba ameshinda 3-0. Sasa siku ile kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania BOT, mbadilishano wa fedha ulikuwa dola moja ya Kimarekani ilikuwa inabadilishwa kwa shilingi 2,471 na senti 73. Sasa unapozungumzia dola za Kimarekani 700,000, maana yake unachukua hiyo 2,471 na senti 73 unazidisha mara 700,000, ambapo
kama watazamaji wako Dribble Sports Tisha sana. Kama watakuwa wamekokotoa vizuri, wamezidisha vizuri, utapata bilioni 1,730,000 na 211,000. Umeshaona ni kiasi kingi kiasi gani? Kwa hiyo kitendo cha Simba kuingia hatua ya makundi tayari washakuwa na uhakika wa kuvuna bilioni 1,730,000 na 211,000. Hapa tunapozungumza tayari. Na ikitokea wanaenda kumaliza kwenye nafasi ya juu kama ilivyotoka kueleza awali, ndio utapata 900,000, kuna milioni 1,200,000 kwa nusu finali, kuna milioni 2 kwa finali, bingwa dola milioni 4 ambazo kwa mbadilishano wa fedha kwa kiasi hiki kwa mfano cha 2,471,773 kwenye dola milioni 4 za Kimarekani unazungumzia around bilioni 9 na milioni 900 wastani. Kwa hiyo ni kiasi kubwa cha fedha, kwa kukumbuka kwamba ukiwa na bilioni 1 kwa ajili ya kuweka sawa kwa baadhi ya watazamaji wako, kwa sababu fedha hizi mara nyingi kwa wengi ni kama ni fedha za kufikirika. Ukiwa unatumia kila siku shilingi 50,000, kama una bilioni 1, basi utalazimika unaweza ukawa unaangalia TV na kunywa juisi kwa miaka 54 na miezi 8, ndipo unamaliza bilioni 1. Kwa shilingi ngapi hapo? Bilioni 1 tu. Kila siku wewe unatumia 50,000. Utaishi miaka 54 na miezi 8 ndio iishe bilioni 1. Sasa tunazungumzia bilioni 1,730,000 na 211,000. Kwa hiyo ni fedha za kutosha haswa ambazo zinasaidia gharama za uendeshaji kwa klabu kama Wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa hiyo kama ulivyotoka kueleza awali, mbali na furaha ya kufuzu hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika ambayo inawafanya Simba wajiongezee zaidi point kwenye taratibu za CAF juu ya viwango vya ubora, wamepata point 5 tayari, kwa sababu ukiingia hatua ya makundi ligi ya mabingwa unapata point 1 kwa msimu unaoendelea, unazidisha mara 5 ni point 5. Mbali na furaha kwamba Simba wanaendelea na mpango wa kufanya vizuri kwa michuano ya CAF, kwa sababu wakienda kufanikiwa kwa kufika robo na kuvuka, manake nafikia kile ambacho Wekundu wa Msimbazi Simba tangu msimu wa 2018-19 wamekuwa kikiwazia, kwa sababu kwenye ligi ya mabingwa breki yao ya kwanza na ndo huishia hapo ni robo finali. Kuanzia 2018-2019 ukiondoa msimu wa 2019-2020 ambao walitolewa mapema na UD Songo, mingine yote walioshiriki michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, Simba huishia robo finali. Sasa safari hii wanaonekana na kikosi bora zaidi, wana wachezaji wazuri karibu katika kila nafasi. Benchi la ufundi la mwalimu Bulgaria Dimitar Pantev pira tatu ameanza na mguu mzuri. Yupo Suleiman Matola, wana wachezaji wazoefu na wenye ubora wa hali ya juu, support ya kutosha kutoka kwa management yao chini ya rais wao heshima Mo Dewji, support ya kutosha kutoka kwa mashabiki wao. Ni dhahiri kwamba kama wanaendelea kwa kile ambacho wameshakionyesha juu ya namna ya kucheza mechi za CAF, basi swali lako liloniuliza juu ya fedha inaweza kawa chachu kwao ya kutimiza kile wanachokiwazia, kwamba walau wavuke hatua ya robo finali, kwamba wafike nusu, ikibidi finali, ikibidi kutoa ubingwa. Nani ajuaye? Si kuwa focused tu, kwa sababu yenyewe ni miongoni mwa klabu bora barani Afrika, imo ndani ya 10 bora. Matumaini kwamba fedha hizi wanazozipata za uhakika kabla hata ya kushiriki kwenye michuano, kuingia tu makundi, bilioni 1,730,000 na 211,000 yatosha kuwa chachu kwa sukuma afanye vizuri zaidi. Za data tisha sana. Tisha sana. Shukrani jazila. Mimi nakuaga kama asante sana. Yes bwana, huyo